Chita kama ikiwa miongoni mwa vikosi vya JKT vinatekeleza maagizo na maelekezo ya serikali ya kuhakikisha kwamba vikosi vyote vyenye watu zaidi ya 100 vinatumia nishati mbadala, na sisi tumekuwa mbele katika kuhakikisha kwamba tunatumia nishati safi ya kupikia. Hapa kwetu tunatumia gesi ambapo tunayo majiko 10 ya gesi ambayo ni makubwa kabisa, ambayo yana uwezo wa kulisha vijana zaidi ya 2000. Lakini tunayo majiko mengine 6, hayo ni kwa ajili ya mkaa mbadala ambao tunayatumia vile vile kwenye kupikia vyakula vile ambavyo vinachukua muda mrefu kwa kuiva kama maharage na vyakula vingine. Kwa hiyo kwa ujumla tuna majiko ambayo yana uwezo wa kulisha zaidi ya watu 2000, ambapo kwa vijana ambao tupo nao hapa wa Jeshi la Kujenga Taifa wote tunawapikia chakula bila kuanza tena kutumia kuni au mkaa. Nipende kwanza kutumia fursa hii kuishukuru serikali pamoja na makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa kukiwezesha kikosi chetu kwenye majiko ya kupikia. Kwa mfano kama hapa tulipata mgao wa majiko 3 ambayo ni ya kupikia gesi ambayo ni makubwa, lakini kuna majiko 6 ya kutumia mkaa mbadala. Lakini vile vile kikosi nasi hatukubaki nyuma, tulinunua majiko mengine 7 ya gesi ambayo ndio hiyo imetengeneza jumla ya majiko 10 ya gesi pamoja na majiko 6 yale ya mkaa mbadala. Lakini vile vile makao makuu ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa ule mpango ushirikiano pamoja na REA bado vile vile wametuwezesha mashine ya kutengeneza mkaa safi. Zile mashine zimetuwezesha sisi kama viongozi kwanza kwenye kuwasaidia vijana kwenye kuwafundisha. Kwa hiyo vijana wetu wote wa Jeshi la Kujenga Taifa tunawafundisha namna ya kutengeneza mkaa mbadala, lakini kutumia huo mkaa mbadala pamoja na kutumia nishati safi. Kwa hiyo kwenye majiko yetu yote wapishi wetu ni vijana wa Jeshi la Kujenga Taifa. Lakini ukiangalia sisi tumezungukwa na hifadhi ya Udzungwa. Kwa hiyo tupo karibu na mlima Udzungwa ambao serikali imeweka ili pori la mlima Udzungwa liwe kama ni hifadhi. Kwa hiyo na sisi kwa kupitia kwamba sasa hivi hatutumii tena mkaa, hatutumii tena kuni, kwa hiyo tumekuwa sisi ni kama ni walinzi namba 1 kwenye hii hifadhi. Kwa maana nyingine mazingira ya kwetu hapo unaweza kuyaona kabisa kwamba miti ya kwenye hiyo hifadhi ipo vizuri, ni kwa sababu ya tumetoka kule kwenye matumizi ya miti, kuni, matumizi ya mkaa, na sasa hivi tena ule hifadhi inaendelea kila siku